Huu ni msiba mkubwa sana. Ni katika mkoa wa Kaskazini Pemba, na hapa tulipo ni Tumbe. Mbunge wa viti maalum kwa upande wa vijana Pemba, Mheshimiwa Zainab amekemea vitendo vya baadhi ya vijana ambao waliokosa maadili mara baada ya kupokea taarifa kwamba wapo vijana ambao walioamua kujitoa akili na kuiba mafeni ya shule za serikali ambazo zimetumia fedha nyingi kujengwa katika maeneo haya ya Pemba. Amekemea vitendo hivyo na kuwataka vijana ya kuhujumu shule ambazo zimejengwa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na zikitumia fedha nyingi. Nazo taarifa skuli ile pale Tumbe kuna vijana wameenda kuiba mafeni, jambo ambalo halileti afya katika taifa letu. Kwa hiyo vijana wa Chama cha Mapinduzi ndio walinzi wa taifa hili. Lakini na mimi nimepokea kwa masikitiko taarifa iliyotolewa na mwenyekiti kwamba eti wapo vijana, serikali inajenga miradi ya kimkakati ikiwemo shule zetu, hizi skuli zetu, halafu eti anaenda anaiba feni. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huu ni msiba mkubwa sana. Sisi kama viongozi kwanza tunalaani vikali vijana ambao kweli wanakwamisha miradi ya serikali, na tunaiomba serikali yetu sikivu iwachukulie hatua kwa mujibu wa sheria, ili iwe funzo kwa vijana wengine kuto kufanya hivyo. Lakini vijana wa Chama cha Mapinduzi, sisi ndio wasimamizi wa ilani ya CCM, tusiwe sehemu ya kadhia hiyo, na tuwe sehemu ya mawakala wa kutoa taarifa kwa maeneo yote tunayohisi kuna watu wanakwamisha miradi, ili waweze kuchukuliwa hatua. Mimi kama mbunge wenu wa vijana, najua nimefanya ziara ya jimbo kwa jimbo, lakini nitakuja kuzungumza na vijana kila wadi ili tuelewane kwenye hili. Changamoto kubwa tuliokuwa nayo vijana ni ajira, si ndivyo? Mmepata mbunge, niko tayari kuwasaidia, aidha mpate ajira serikalini au mpate ajira kwenye sekta binafsi, lakini lazima tuwe tayari na wazee wawe tayari. Hakuna ulazima mtoto kung'ang'ania kuishi Pemba kama kuna kazi ya maana iko Tanzania bara, iko Dar es Salaam, twende tuwapeleke wakafanye kazi. Kuna vijana wamesomea udereva lakini hawana kazi. Kuna shida gani? Tukawapeleka Dodoma pale wakaenda kufanya kazi. Lazima vijana tutoke. Kama kuna vijana ambao kwamba wanakwenda kutoa mafeni, kama sisi watu wa jimbo letu hatuko pamoja nao, ni jambo ambalo kwamba haliko katika utaratibu hata wa dini yetu, kwa sababu ni mambo ya maendeleo. Kwa hiyo maendeleo yanapokuja si ya chama wala si ya mtu, isipokuwa maendeleo ni ya watu, na watu wamesimama katika misingi ya dini. Kwa hiyo hawatakiwi kama Waislamu walete uharibifu katika jamii. Hata Allah katika swala hilo hayuko pamoja na mtu ambaye kwamba ni mwizi, kwa sababu mwizi sheria yake akatwa mkono. Kwa hiyo yote ambaye kwamba anakwenda kuiba mafeni, anakwenda kufanya uharibifu, basi pana haki kwamba yeye tayari ahukumiwe kama vile Allah ambavyo kwamba anataka. Kwa hiyo wito wangu mimi, naomba vijana kwamba hili jambo waliache, na hili jambo wasishirikiane na watu ambao kwamba wanafanya uharibifu.